Yaani yao kabisa ile feni rafiki yangu. Yaani sio mimi rafiki yangu na waka rafiki yangu. Ya. Ana si wapo rafiki yangu. Feni rafiki yangu hii. Shaondoka lakini sasa. Karibu sana bwana Msawa. Asante bwana mtaalamu. Mtaalamu bwana nimekuja kuna jambo limenileta. Mambo yangu yanakwenda vizuri sasa hivi. Na pia mambo yangu naona yanazidi kufunguka. Na pia watu wanadondoka. Kazi yako nzuri bwana mtaalamu. Na nilijua hayo mambo lazima yaende vizuri. Na kila mtu anayekuja hapa lazima afanikiwe. Hili ni chimbo la mafanikio. Chimbo la utajiri. Pia bwana mtaalamu, kuna jambo la pili ambalo nimekuja nalo hapa. Ili jambo linaniumiza sana kichwa. Kuhusiana na mke wangu. Amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kunifuatilia sana juu ya jambo langu. Amekuwa ananipa maneno mengi sana kunitia hofu. Wasiwasi wangu wale wapangaji wasio wakahama. Wakija kuhama wale wapangaji, unafikiri mambo yangu yatakuwaje? Ni kweli sasa. Wewe unataka tufanyeje? Mimi nataka tuwapumbaze. Yule mke wangu ile maneno yatulie. Na pia wale wapangaji wasipate fikra za kuhama katika ile nyumba. Waendelee kubaki mule ndani. Hilo limekwisha. Na pia vile tambua. Hili ni jambo la msingi sana. Na pia vile inabidi utambue kwamba bwana Mzawa, wewe uko matatani. Wale wakitoka, wakijaribu kuhama mle, wewe umekufa. Kweli. Hapo tibidi niwe makini sana. Hilo swala la kufa mimi sitaki. Lakini pia vile nikukumbushe kwamba yale masharti niliyojaribu kuwapatieni, yazingatieni. Yale masharti ya kwamba wewe na mke wako hamtaki kuingia kwenye ile nyumba. Kuweni makini sana. Tutawapoteza. Hilo niko makini nalo sana bwana mtaalamu. Na pia nalizingatia sana. Basi sawa. Mimi acha nifanye hiyo kazi. Sogea hapa, usiulize kuna nini, sogea hapa. Unapaka watu wametulia ndani rafiki yangu na mambo yao. Nini shida? Kutulia. Nyesi mnajifanya wanaume kweli nyie. Mnajifanya wanaume kweli, mnajua kuingilia watu wakiwa wamelala, si ndio? Naomba mniambie aloingia ndani kwangu na akaona aniingilia mimi kimwili bila ruksa yangu ni nani? Hivi Tage tunaongelewa kweli? Basi mwelewe. Na kwa nini hatukomandi sisi tu? Hapo. Kwa sababu sisi humu ndani tunaishi watatu. Kuna mpangaji mpya na watatu. Amejuzi tu hapo. Ngoja sasa ukamwamshe na huyo utulize wote. Koma. Huyo mpangaji mpya kaingia jana, ameniingilia saa ngapi? Nyie hapo ndo ninao wajua. Kwa hiyo mtu aliamia jana hawezi kupita na mtu, si ndio? Sasa bana mimi ufiti na mimi siwezi. Nenda kuamsha. Embo Njimbo aitwe huyo kwanza tujue tunafanyaje. Na mimi unafisipe. Itakuwa ni wewe hapo. Maana wewe ndo malaya leo unaingiza shule. Maana jana tumekosa danga, ukaona uje. Mtaniambia ni leo, yani siwezi kukubali. Wewe twende bwana. Sasa huyo hapa sasa muulize.
Vipi sasa? Kwa nini bwana? Sikiliza kaka yangu. Samahani. Maana hao wamekuingiza tu kwenye ugomvi ambao sio. Mimi nimeingiliwa jana kimwili bila ruhusa yangu. Alafu mimi ninajua hawa hapa ndo wazoefu wa humu ndani. Wewe. Sasa udili na sisi. Huyu sio mwanaume. Huyu mwanamke au sio? Sasa hivi ndo nimepata wazo. Alafu itakuwa ni wewe. Ndio maana kama ulikuwa umejikalisha tu kimya muda wote. Itakuwa ni wewe. Zesti. Hebu acha upuuzi wako wewe. Kwa sababu wewe ulikuwa unanitamani siku nyingi. Umenitongoza nimekukataa, sasa umeona uniingilie kinguvu, si ndio? Sasa ndo useme mbele za watu wajue kama nimekutongoza mimi. Target yeye. Bwana. Kama mwanangu nyinyi mmetongozana nini fresh nini? Sasa ndugu yangu, kumbe ndo michezo yenu rafiki yangu, alafu mnanishikisha mimi mambo kumbavu bwana. Mimi sipo. Ni ukotako. Huyu ndo amemtongoza. Na huyu ndo aliopita leo. Jimbo, nakuheshimu. Na nitakuja kukufumua. Hebu tusikilizane. Siku nyingine vitu kama hivi msinishirikishe kumbavu, sawa? Chini habari zenu bwana. Jimbo. Wewe mbona mkubwa mzima rafiki yangu? Nyama, samahani tu. Ila niachieni mimi. Usingizi mali kaka. Sawa. Sisi tunaangamisha asubuhi. Kumbe nyinyi wenyewe wote mnaelewana bwana. Tunaelewana wapi? Bwana, huyo hapo huyo. Wewe utanijua. Mbona? Fanya zangu ni wewe. Niambie mpenzi wangu. Vipi? Umeshapata hiyo nyumba? Nyumba mpenzi wangu nimeipata, namshukuru Mungu. Na pia na kule Uswahilini nilipokuwa nakaa sasa hivi nimetoka, kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu mpenzi wangu. Nyumba nimepata sehemu nzuri, tulivu, haina mambo mengi. Basi sawa, nafurahi kusikia hivyo. Kama umepata nyumba nzuri, pazuri, pana utulivu, natumai nitapapenda pia. Kwa sababu kwa Uswahilini nilikuwa sipendezani napo. Si unajua sipendi sehemu ambayo kuna movement za watu wengi. Kwa kama umepata sehemu nzuri, penzi changu, basi vizuri. Najua hivyo mpenzi wangu. Alafu nanipenda sana na ndio maana nipambania. Nakupenda sana. Maana unajua kuna vitu vinaendelea baina yangu mimi na mume wangu vinanikosesha raha kabisa. Kwa sina sehemu yote naweza kupata amani na utulivu zaidi ya kwako Chengo. Hilo ndo shaka mpenzi wangu. Najua unapambania mimi ndo mama mbocha watokea, kwa hiyo kondoe tu hofu. Siku na muda wote kupata nafasi. Karibu. Nafurahi kusikia hivyo. Basi nitakwambia ni lini ili tukutane unipeleke huko nikaiona hiyo nyumba. Sawa, nakupenda sana. Nakupenda pia. Mambo nakufanyia kitu kama utojali mpenzi wangu. Kitu gani tena hicho Chenga? Kama umeanza. Mambo nakuonyesha Joyce. Namna bana, umeanza tunywe tu. Na bwana, ndio nipe ripoti. Kuna taarifa gani? Vipi kuhusu wapangaji, jinsi ambavyo unavyotembelea na karibu, wana changamoto gani ambazo unazipata kutoka kwao? Bwana, wapangaji kwa kifupi wanaishi vizuri sana. Japo kiu yao kubwa wamekuwa wanatamani kufahamu, wanatamani kukuona. Kwa mara nyingi nimekuwa nikipita pale, unajua pale kuna watu wengine wamekaa muda mrefu sana, miaka miwili, wengine mwaka mmoja, hawajawahi kumuona baba mwenye nyumba hata siku moja. Kwa hiyo wanatamani wakuone. Sikiliza bwana Dalali. Pale majukumu yote nimekuachia wewe. Unajua mimi nakuamini sana. Najua akiharibiki kitu. Ndio maana majukumu yote nimekuachia wewe. Sasa wewe unatakiwa uangalie nini ambacho kinaendelea pale. Nataka kupata ripoti kila siku nzuri zinakuja kutoka pale nyumbani kwangu. Sawa bosi wangu. Kwa hilo mimi sitakuangusha. Na nafikiri umeshafanya kazi muda mrefu, kwa hiyo unanifahamu vizuri. Kila kitu kitakuwa sawa. Mimi sina shaka nawe. Kuhusu kuja pale mimi nitakuja. Nikipata nafasi muda wote mimi nitakuja kutembelea pale. Alafu tena ile hadi yangu iko pale pale. Unajua unafanya kazi nzuri sana. Unaniletea wapangaji. Wapangaji unaniletea ambao hawana shida. Hawana usumbufu wowote. Kwa hiyo na mpango kukufanyia upate kiwanja. Bosi, hautani? Nakwambia hivyo na uhakika. Nataka nikutafutie kiwanja, na upate kiwanja chako na upate mji wako. Mwenyezi Mungu, nipe nini wewe? Bosi wangu, kama kimjini mjini mimi ningekuwa mwijaku sasa.
bosi wangu umepoa. Hilo halina tatizo. Haya majani ya kunde haya. Sijui ulikuwa una macho. Yaani. Mwenyewe tulikuwa naenda kuyanunua. Lakini basi mwenyewe nimeshayachoka. Hapa mimi nakuchambulia tu ya majani ya kunde. Nikiwaza mambo ya kodi. Nakwambiaje shoga yangu? Tena hapo kwenye swala la kodi hata usongee. Yaani hapo unaponiona nadaiwa miezi hiyo 3 na sijui hiyo hela naipata wapi. Mimi nadaiwa miezi 2 hapa. Na nimechanganyikiwa. Alafu sasa baba mwenye nyumba hata ajigusti. Yaani mimi ndo nilikuwa nataka nikuulize hivyo. Vipi umetafutwa? Maana naona hata yani kuuliza yani sana sana yule dalali kupiga tena simu mara moja. Mimi hata dalali hajanipigia simu. Mimi ananipigia japo ndio hivyo mara moja yani kwa kujisikia. Baba sangine mwenye nyumba baba sangine. Wenye lazao baresa. Baba wenyewe akiba. Mwenye nyumba leo hatumjui. Tunayemjua dalali. Siku atakuja mtu pale agonga mlango anaingia ndani. Anakwambia mimi ndo mwenye nyumba yako nataka hela kodi. Hela ndani unayo? Vipi wewe? Mbona kama umetoa kidole sasa damu nyingi kiasi hicho? Subiri kwanza nikalete mop. Basi sasa uweke na mafuta ya taa kwa ajili ya kukata hiyo damu. Ni mtu kama nakata kidole. Salma, umefuta? Karibu, tushafika hapa na nyumbani. Kwa hiyo Chenga serious hapa ndo unapokaa? Ya, hapa ndo unapokaa. Vipi? Pazuri? Unaponaje? Amna kitu. Sasa karibu ndani. Haitakiwi mtu yoyote kati yetu mimi na wewe kugusa katika ile nyumba. Yoyote atakayekuwa ameingia katika ile nyumba atakuwa ameingia katika mfumo. Ile ni nyumba ya sadaka. Naomba uwe makini jua hilo. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa mwanangu. Ni kitu gani unafanya usiingie ndani? Amna shida, nilikuwa sikatu kupaona yako kwa nishapafahamu. Sitapotea hata nikiwa nakuja mpenzi wangu. Hivi kweli tunakuja tunashia nje kama hivi kweli jamani? Kuna sehemu na wai Chenga. Mwenyewe katika wakati mgumu. Hamna mpenzi wangu. Kuna sehemu na wai sawa. Tutawasiliana Bye. Salma. Abe. Hivi ni kweli unataka kuhama baada ya kuona tukio la damu kupotea kama unavyodai? Ni kweli Zesti, nahitaji kuhama. Lakini kila nikifikiria kuhama roho yangu ni nzito sana. Sijui kwa nini. Sawa. Unaweza ukafikiria kufanya machaguzi.
Acha mimi nikuache. Natoka kidogo. Vipi, mbona unapendeza hivyo? Unaenda wapi? Niende wapi kwingine shoga yangu? Naenda kwa danga langu hapa, nataka nipitie zangu saluni kwanza nikajitengeneze. Toka hapo naenda kwa danga langu. Unajua tena tunadaiwa kodi. Na kuonea imani zesti wewe. Hawa wanaume wenye wake zao au wanaume za watu hao ni sumu. Hivi unajua kama mume wa mtu anauma? Bora mimi mwenzio na wachukua hao kapuku wangu wasiokuwa na mbele wala nyuma kuliko mume wa mtu. Hivi Salma, hao kapuku wako unaongangania haya, unadaiwa hela kodi. Wanajua kama unadaiwa hela kodi? Niache mimi shoga yangu nikajilie maisha. Naenda huko utafuta hela kodi huko. Baadaye. Haya sawa. Lakini umependeza. Haya, asante. Haya. Mke vipi? Una shida gani? Mbona kama uko sawa? Mume wangu. Naongea na wewe, kuna shida gani? Kuna mpangaji amehamia kwenye ile nyumba yetu, namfahamu. Tafadhali naomba umhamishe asije kafa. Huyu mpangaji ni nani? Na umemjuaje? Wakati unajua mimi na wewe takitu fike katika ile nyumba. Nafahamiana naye tu, tulikutana njiani, kwa kabidi anipeleke anapoishi. Nisikilize. Hilo liko nje ya uwezo wangu. Mpangaji yoyote akiingia pale kama ameingia kwenye kaburi lake, sina chochote cha kusaidia. Mume wangu tafadhali.